kutoa sadaka ni kushiriki upendo wa Mungu kwa wengine. Tafakari ya Kwaresma, siku ya 7. Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile kile mpimiacho ndicho mtakachopimiwa. Injili ya Luka sura ya 6 aya ya 38. Sadaka ni lugha ya upendo wa Mungu inayotafsiriwa katika matendo. Katika kipindi cha Kwaresma, kanisa linatukumbusha kwamba sadaka si suala la ziada, bali ni sehemu ya msingi ya safari ya toba. Tunapotoa sadaka, tunashiriki upendo wa Mungu aliotupa sisi kwanza. Ndugu mpendwa, Yesu anatufundisha kwamba kutoa si hasara, bali ni baraka. Hata hivyo, sadaka ya kweli haipimwi kwa wingi wa kitu kilichotolewa, bali kwa hali ya moyo. Maskini anaweza kutoa kidogo, lakini kikawa kikubwa zaidi mbele ya Mungu kuliko sadaka kubwa inayotolewa kwa majivuno. Ndugu mpendwa, Mtakatifu Yohane Chrysostom anatukumbusha kuwa kila tunachokishikilia kwa ubinafsi hupotea, lakini kile tunachokitoa kwa upendo hubadilika kuwa hazina ya milele. Sadaka inatukomboa kutoka utumwa wa mali na kutufungua macho ya kuona mahitaji ya wengine. Katika Kwaresma hii, sadaka haimaanishi pesa tu. Inaweza kuwa muda wako, kusikiliza kwa subira, neno la faraja au msamaha kwa aliyekukosea. Sadaka ya aina hii mara nyingi huumiza zaidi kuliko kutoa mali, lakini ndiyo inayomgusa Mungu zaidi. Leo Yesu anauliza kwa upole lakini kwa uzito, ni kitu gani ninachokishikilia sana kiasi kwamba kinanizuia kumpenda jirani yangu? Je, sadaka yangu inanifanya nifanane zaidi na Kristo au inanifanya nijione mwema? Nikutakie tafakari njema ndugu yangu. Tumsifu Yesu Kristo.